Namshukuru Mungu kwa mema anayotendea katika maisha yake, na zaidi anaziombea biashara zake ziweze kukua, pia anaombea familia yake. Mungu aendelee kuitunza na kujalia amani na upendo siku zote. Mungu ana Kristo mmoja. Kumshukuru Mungu kwa kujalia neema na afya njema katika kutimiza ndani ya ishara na namba ya watakatifu, wakiwa na faraja na zikabidhi tena mkononi mwa Mungu, wakiomba asili kuwalinda kwa amani na kuongezea upendo thabiti katika familia yao. Mungu anamisa ni Mrs. Anamshukuru Mungu kwa ajili ya watoto wake kwa maombezi ya Mtakatifu Rita wa Kashia. Anaombea ulinzi na baraka wafanye kichwa katika masomo yao, Mungu na mama yao. Anamshukuru Mungu kwa kumaliza novena yake ya Mtakatifu Rita wa Kashia. Kwa maombezi yake anaomba amjibu yale yote aliyomwomba Mungu kwenye novena hiyo. Mungu ana Kristo mmoja. Anamshukuru Mungu kwa zawadi ya familia aliyomjalia. Anaomba Mungu atunze watoto wake Thompson, Doris na Doreen, wapo shuleni, aliyomwomba asiwavuruge kwenye masomo yao. Mungu anamkumbuka.
na Teresia. Anamshukuru Mungu kwa kipindi chote alichofanya kazi ya kuajiriwa. Anamuomba Roho Mtakatifu amfungulie milango anapotaka kwa sasa kujiajiri mwenyewe, amlinde na kubariki kazi ya mikono yake. Ni Mungu anayebariki. Anamuomba Mungu Mwenyezi awatangulie na kuwajalia mafanikio katika masomo yao wanafunzi wote wa darasa la 7. Ni Mungu na Kristo mmoja. Kwa maombezi ya Bikira Maria wanaombea Mungu watoto wao Norbert Kugamuza, Nori Kugamuza na Noa Kugamuza, ulinzi katika masomo yao wanaporudi kwa muhula wa pili. Mungu na wazazi wao. Anaomba ulinzi wa Mwenyezi Mungu katika kazi na majukumu yake, pia kuombea wababa wote mafanikio mema katika kujitafutia riziki za kila siku. Mungu na Kristo mmoja. Kupitia maombezi ya Mtakatifu Antoni wa Padua, anaomba kwa Mungu vitu vyake vyote vilivyopotea kwa mazingira tofauti viweze kupatikana. Mungu na Kristo mmoja. Anamwombea kaka yake John aliye katika tatizo la figo apate kuamini kupokea uponyaji. Mungu na dada yake. Anamwombea Shemasi Filipo Shukuru Maria ulinzi na baraka za Mungu katika maandalizi yake ya takatifu ya upaji tarehe 30 mwezi huu. Mungu na ndugu wa Benedikti. Anawaombea watoto wake wote walio darasani na kukumbuka vyote wanavyofundishwa darasani na kufaulu vizuri. Mungu na mama yao. Kwa maombezi ya Mama Bikira Maria ya wagonjwa, wanamwombea Emmanuel Segeja, Mungu amponye na kumuimarisha ili aendelee kutumikia vyema na kuiongoza familia yake vyema. Mungu anawapa baada ya Yesu mwenye huruma. Wanamuomba Mungu kupitia maombezi ya Mtakatifu Yosefu kufanya kazi wasiweze kukwama katika kuingia kwenye udia na mradi wao waliopanga uweze kuanza salama. Mungu na Kristo mmoja. Kwa maombezi ya Mtakatifu Rita Akasha, anamuomba Mungu aendelee kuibariki familia yake, afungue milango ya baraka ili waweze kumaliza ujenzi wa nyumba yao. Mungu na Kristo mmoja. Kwa maombezi ya Mama Bikira Maria ya wagonjwa, anamwombea Catherine, Mungu amponye na magonjwa yanayomsumbua. Mungu na Kristo mmoja. Anaombea maandalizi ya kumwaga binti yao Mekrina anayetarajia kufungwa yake takatifu tarehe 5 mwezi wa 9 ikapata kufanikiwa salama. Mungu na mama yake kidogo. Kwa maombezi ya Mtakatifu Yosefu wa Kupetino, wanaombea watoto wao wanaporudi shule, neema ya Mungu iwatangulie katika masomo yao, Ing'omba na wazazi wao. Wanamuomba ulinzi na kibali katika familia yao, pia mafanikio katika kazi za mikono yao na ulinzi wa damu ya Yesu kwa mwanafunzi Zakia katika masomo yake, pamoja na kubariki Luka na Freetown awalinde na changamoto zote. Mungu na familia. Anamwombea mke wake mpendwa Teresia, Mwenyezi Mungu aendelee kumtunza katika kipindi chote cha ujauzito wake na ajifungue salama. Mungu na mume wake. Anamwombea kwa Mungu mtoto wao anayekwenda kuanza kidato cha 5, Roho Mtakatifu amwangazie katika masomo yake, na Mama Bikira Maria kwa msaada wake daima. Mungu na wazazi wake. Anamwombea Toni kwa Mungu aweze kufungua fahamu zake na kumtenga na roho zinazomsumbua kila siku. Mungu na mama yake. Kuombea marehemu Winifrida Zoya, Knight John na marehemu wote wa familia. Mungu na Kristo mmoja. Kuombea marehemu Penina Edison Bogoro. Mungu na mume wake. Kuombea marehemu wazazi wake Maria Seka, Sylvester Herman Lipipa na Adolf Herman Lipipa. Mungu na Selina Lipipa. Kuombea marehemu Thomas Nereo Masawe na Ani Msagira. Mungu na Avelina Thomas. Kuombea marehemu Paul Nyoni, Machueta Nyoni, Erasmo Nyoni, Erwin Nyoni na Felix Nyoni. Mungu na Kristo mmoja. Kuombea marehemu mama yake Maria Patrick, Mungu na mtoto wake pamoja na familia yake. Kuombea marehemu
Peter Ndorogo, Eric Soloka, Rodrick Kimwili, Flugens na Tesia Ligazio na marehemu wote wa ukoo wao pamoja na Beatrice Ligazio. Tunaombea marehemu Honoratus Laurent Mtega, Josephina Mtega, Gaudens Nangomo, Gisla Nangomo na Victoria Chima pamoja na familia Mtega. Tunaombea marehemu Benjamin Francis Klasa pamoja na Kristo mmoja. Tunaombea marehemu Evelyn Jimba pamoja na familia ya Kristo Jimba. Tunaombea marehemu William Klasa pamoja na Kristo mmoja. Tunaombea marehemu Paul Kazungu pamoja na familia yake. Tunaombea marehemu Justin Thomas Ulai pamoja na waliozika. Tunaombea marehemu Mama Maria. Kwa maombezi ya Mama Bikira Maria, anaombea marehemu wazazi wake Babedas Lukalima na Mama Getu Dayon pamoja na mtoto wao. Kuombea marehemu wote wa ukoo wa Ngoi, Temba na Msaki, Mungu na mwanakoo Abel Kristo. Kumwombea marehemu Deus Sendege, Mungu na mke wake pamoja na watoto wake. Kuombea marehemu Elias Karosoka, Betila Elias, Victoria Elias, Christina Chua, Fredrick Elias, marehemu wote wa ukoo wa Soka na Chua, Mungu na Kristo mmoja. Kuombea marehemu Consolata Njewele, Rubina Njewele na Vestina Njewele, Mungu na familia yao. Kuombea marehemu Fred Bet Sanzugwako, Elisia Sanzugwako, Pieter Sanzugwako, Pastor Sanzugwako, Oliver Sanzugwako, Theopista Sanzugwako na marehemu wote wa ukoo wa Sanzugwako, Mungu na familia ya Mr. Elise Vedas Sanzugwako. Kuombea marehemu Honorina Msangula, Josephina Mleamo, Oliver Kanepele na Joseph Mleamo, Mungu na watoto wao. Kuombea marehemu Raymond Nerela, Erneus Nerela, Melchior Nerela, Joaquim Maule, Virgilia Makungana, Chrysanthus Signorini, Monica Karuivo na marehemu wote wa ukoo wa Ule, Mungu na ndugu yao. Kuombea marehemu Reginald Ligasiwa, Kilian Ligasiwa, Emmanuel Ligasiwa, Jacob Ligasiwa, Adam Ligasiwa, Abel Ligasiwa, Donald Ligasiwa na Kisafiri Ligasiwa, marehemu wote wa ukoo wa Ligasiwa, Mungu na ndugu yao. Kuombea marehemu mama yake Benedetta Henry Mbati na pia marehemu marafiki wake Edinda Ibrahim, Witness Baby na Praxena William, Mungu na Cecilia Neves. Kuombea marehemu Gilbert Melchior Kuetika, Mungu na familia yake. Kuombea marehemu Fredrick Alois Kiria, miaka 4 sasa tangu aitwa na Mungu, na kuombea pumziko la milele, Mungu na mke wake pamoja na watoto wake. Kuombea marehemu Baba Vincent Hema na Bibi Anastasia Hema, Mungu na watoto wao pamoja na wajukuu. Kuombea marehemu Fredrick Magambo, Mungu na familia yake. Kuombea marehemu baba na mama
ndiye anayeweza kutoa mizigo mizito inayotuegemea. Tuanze ibada hii kwa kujuta dhambi zetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, asamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Bwana
ili hawavyoondoa katika utumwa wapate kuifikia furaha ya milele. Naomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kukaa nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu Mungu milele na milele.
Wakati ule Yesu alijibu akasema, nakushukuru Baba, Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa mambo haya uliwaficha wenye hekima na akili, ukawafunulia watoto wachanga. Naam Baba, kwa kuwa ndivyo ilivyopendeza mbele zako. Akasema, nimekabidhiwa vyote na Baba yangu, wala hakuna mjuaye Mwana ila Baba, wala hakuna mjuaye Baba ila Mwana, na yeyote ambaye Mwana apenda kumfunulia. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Neno la Bwana. Basi katika masomo leo tunaweza kusema kwamba lengo la ujumbe wa leo, ujumbe kanisa wa leo, ni tunaonyeshwa njia sahihi za kukua kwa mizigo. Watu sana nafikiri mizigo ambayo tunaibeba unaweza kuitwa kwa njia ya rahisi. Mtu anafikiria ikiwa labda hana kazi, atapata kazi, atakuwa na amani. Nafikiri kwamba labda ikiachana na mke wake atakuwa na amani, labda katika nyumba nzuri atakuwa na amani, labda akiwa na gari nzuri atakuwa na amani, akiwa na hii atakuwa na amani. Hiyo yote ni muhimu. Kuwa na nyumba muhimu, kuwa na gari nzuri muhimu, kuwa na mke ni muhimu, kuwa na shule nzuri muhimu, kusikiliza muhimu. Yote ni muhimu, yote ni muhimu, lakini ukiangalia kwa makini, hata sehemu kwa vyote hivyo bado inaweza visikupe amani. Katika masomo ya leo unaona kabisa yanapokuja leo kwa siku ya nabii Zakaria, sura ya 9 mstari wa 9 hadi wa 10. Huyu nabii ambaye anahubiri baada ya Israeli kutoka kwa Babeli. Kuna nabii wawili ambao walikuwa wanaishi kwa wakati mmoja, nabii Hagai na Zakaria waliishi pamoja kabisa kijiji kimoja, na walihubiri wakati mmoja
kurudi kwao Yerusalemu, na baada ya kufika kule wakajisahau. Baada ya kuanza kumtumikia Mungu, wakaanza kwanza kabisa na kutenga kona za ule, wakaanza kutenga majengo makubwa yao wenyewe, lakini bado hekalu la Bwana likawa limekaa mabovu. Matokeo yake Hagai akawaambia, ndugu zangu, msipojenga hilo hekalu mtavuna mbegu na hamtavuna, mtapata mishahara na mtatia mikono mwishoni mwa maisha yenu mazuri, mkiwa mzuri na kuanza kitu kizuri, mnakuwa na magari kitu kizuri, mnakuwa na ulinzi wa kutosha kitu kizuri. Lakini Hagai akawaambia, bila nyumba ya Bwana bado hamjafanya chochote kile. Na ndio maana Waisraeli wakaanza kujenga hiyo nyumba, lakini sasa baada ya kujenga Hagai anatokea na Zakaria anatokea, sasa sawa mshamaliza, lakini bado mnalala mchafu, mbona kuna hiki, mbona hakuna mabaka mapadri, mbona hakuna hiki. Lakini bado Zakaria anatokea na tofauti kabisa, anatokea tofauti kabisa, anaona ni tofauti kabisa. Kwanza anataka ndio kuwatia moyo kwamba jamani, tufurahi sisi mabinti wa Sayuni, tufurahi mabinti wa Yerusalemu, tufurahi kwa sababu mfalme anakuja. Tofauti ni kwamba mfalme ambaye Zakaria anamtangaza ni tofauti na yule ambaye Waisraeli walikuwa wanategemea. Waisraeli wanategemea kupata mfalme ni shujaa ambaye anakuja na magari ya kivita, anakuja na mafarasi, ambaye basi ataangamiza maadui. Zakaria anamwambia hapana, mfalme ambaye anakuja kwa sisi ni mfalme wa amani, ni mfalme ambaye mamlaka yake hayako ni magari, hayako ni magari ya kivita, hayako ni mafarasi, bali mamlaka yake yako kwenye kula. Anakuja anapanda mwanakula. Tumsifu Yesu Kristo. Anakuja mfalme tofauti, sio mfalme wa kivita hapa, ni mfalme anakuja anapanda mwanakula, na huyo ndio pekee anaweza akaletea amani kabisa. Huyu mfalme ambaye anategemea yale mafarasi, magari ya kivita, hata anaweza asiletea amani, hata akiwa na kitu gani, ndio ukunda kila kitu, lakini bado mnahitaji mfalme wa amani ambaye anakuja kuja tofauti kabisa. Nadhani pia sasa katika wakati huu Yesu kile ambacho tunahitaji mambo ya kipekee kabisa. Tuna mizigo mizito ambayo inatupendeza. Sasa kwa katika Injili Yesu kusoma siku ya leo na kusoma sura ya 11. Ukisoma kuanzia sura ya 5 mpaka ya 8 9 hapo anaelezea kuhusu anawaandaa mitume wake. Ndio mitume wake katika anafanya miujiza mbalimbali, anaponya watu, anafufua wafu, anaponya vipofu, anatoa pepo. Ni kitu anaweza kufanya mzuri. Tunatembea naye. Tunafurahia tunatembea na Yesu. Sasa leo anawaambia kitu tofauti, kwamba haya yote ni mazuri, lakini bado mtu hata kama alikuwa mgonjwa akaenda siku ya kupona, haimaanishi kile atakuwa na Bwana. Mtu hata kama alikuwa na pepo kwa katolewa, haimaanishi atakuwa na amani. Mtu hata kama alikuwa hana ni maskini, Mungu abariki kama atoka kidogo, ameshuka kwa amani. Mtu hata kama alikuwa na shida ya ndoa, basi akahama mke wake kwa mwingine, haimaanishi atakuwa na amani. Mtu kama alikuwa na mashaka na mume wake, akabaki kama mtu mwingine, ameshuka kwa amani. Yesu anawaambia kwamba njia pekee ya amani ni kuja kwangu, kwamba mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, na nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Ndugu zangu, maneno haya yanaonekana ya kawaida sana, lakini sio ya kawaida. Maneno mazito na unajua kufikiria maneno mengine. Tumsifu Yesu Kristo. Yanaonekana ya kawaida kabisa, lakini ni mazito sana. Sasa mimi nafikiri kwamba labda napata kazi nzuri nitapata amani. Sio kweli. Kuna wafanya kazi nzuri kabisa, mabilionea, lakini hawapati usingizi mzuri wao ujao. Yaani kuna watu wanapata usiku na mchana, baada ya maskini kwenda kutupa kama maana kabisa. Kwa kumbe kwa bilionea sio shaka. Ni kwamba je, Kristo yuko ndani yako? Ndio msingi. Analeta mambo sio tenda ni Kristo peke yake. Kama kuna kitu shida. Je, Kristo yuko ndani yako?
Kupona ugonjwa kitu tunasema nzuri, na ukaona ukaenda hiyo ukaenda wapi ukapona. Lakini maanisha kupona utakuwa na maana. Kwa kwamba je, Kristo atakuwa anakaa nawe? Kama Kristo uko naye, basi hata ukipona leo ugonjwa ambao umegenana miaka na miaka, kama uko na Kristo basi kama uko naye. Mwingine anafikiri kwamba labda ndoa yako ndio chanzo cha yeye kukosa amani, anataka akaolewa na mtu mwingine. Basi kuna suluhisho. Suluhisho ni Yesu mwenyewe. Kama Yesu atamkaribisha akae ndani, basi bado kuna sio na kuleta neno katika kishimo hili, ungeni kujibu kabisa kwa tatizo la ndoa ya amani. Kwa bado Kristo ndio jibu. Sasa ukienda ukaacha mwanamke huyu ukaenda kwa mtu mwingine, kwa hivyo unapata amani ikule kule mzao. Wanaume ni wale wale, wanawake ni wale wale. Kristo pekee ndio tofauti. Tumsifu Yesu Kristo. Wanawake ni yule yule, wanaume ni yule. Shida ni kwamba je, Kristo yuko naye? Kwa hiyo kumbe Yesu pekee yake ndio anaweza kutupunguza hii mizigo ambayo tunaibeba, ambayo ni mzigo mno. Mtu anafikiri kwamba kutoka Yesu hapa akienda kuombewa, akienda kuko labda atakuwa na amani sio kweli. Hata ukaenda kwa nani, uende kwa nani, uende kwa wachawi, uende kwa nani, hakuna chochote. Kama kuna Kristo ndugu yangu, huo ni sifuri. Kwa hii Kristo anataka kwamba hao wengine wote ndio wafuata kuna kule bado wao ni mzito. Mizigo ni mzito na mila zao, mila wale wa wakulima hasa zikanda ya Ziwa wanataka sana ya ng'ombe. Mila ndio ndio kwa hiyo hizo ni vitu ambavyo Yesu anaonyesha mzigo wake ndani ni vitu ambavyo mwisho tunakwenda huko au ni wezi tu wala chochote. Isipokuwa Kristo pekee yake. Kwa hiyo kama tunashitakia leo na uso kwa ndugu zangu na sio wengine yote. Imani ni kwa Yesu pekee yake. Yesu pekee katika wengine wote wanafungua. Ndio maana Nabii Zakaria aliongea vizuri sana. Jamani, hakuna shida mimi nyumbani, nenda hekalu na nini. Lakini je, huyu Musa nilimjengea na mwabudu? Nimeshajenga hekalu, nimeshajenga na nini? Je, na mwabudu? Au nenda kwa wengine? Kwa nenda kwa wengine ni sifuri. Je, mnategemea sifa za vita? Mnategemea farasi? Hii hofu ndio unategemea Kristo. Hofu ndio ndogo kuna. Mimi sasa nataka na watu kuuliza kwa rafiki au kwa nini ndio basi kwa nyumbani kwa msalaba nasema ndio basi msali ndio sasa hii mchana inaingiaje? Tumsifu Yesu Kristo. Ndio msalaba. Ndio msalaba. Yaani kama unakuwa na Mungu afu na Mungu au na kifalo afu na Mungu yeye. Sasa Mungu na Mungu bado kuelimisha. Mtu na kila kitu na msalaba pamoja na baraka na kila kitu. Hata tunaomba sisi ndio. Mchana hauko. Sasa mshakunda Yesu ni mfano wa wafalme, wana wa bwana, Mungu wa Mungu. Sasa mwingine ni ndio itatokea nini? Kwa hiyo kumbe tunasikia leo Zakaria na mtu kwamba njia pekee ya sifa baba. Tunafundisha kufurahia. Lakini leo watu ambao sio falasi, sio magari ya kivita. Jambo kwa amani ni kukaa na Kristo. Leo hii pia sisi tunataka kupata pale ambazo sisi vipi tunataka kitu hizi ndio kwa nini Mungu wako wote hofu yote ni kile kitu hofu ya sadi. Kuna nini? Yaani Mungu anakuja kutujibu. Kuna vitu vyote hivi siku yote kwa sababu mizigo ambao unajiletea wenyewe. Yaani mizigo ambao hauko unaleta nini? Sasa huu gawani sasa. Huu gawani. Kwani sifanye kazi yako? Kwa hiyo siku ile tunasema kwamba Yesu pekee ndiye jibu. Nisoma kitabu kizuri Injili ya Yohana. Yesu ndiye anaanza sasa kwamba Yesu Kristo ni njia. Yesu Kristo ni ukweli. Yesu Kristo ni uzima. Ukiwa na yeye
Yesu peke yake anasema kwamba yeye mwenyewe peke yake uje kwangu, ndio kwangu mimi mnaolemewa mzigo. Unaweza kurudia hapo sahihi mtume. Hapo ndio maana unaitwa mzigo. Usipenda hapo basi unataka kabisa kwenye uongozi wako. Au pia kwamba ndugu zangu, hakuna ubaya tunapohangaikia mambo ya kawaida. Ni vizuri watu kuhangaika kufanya kazi usiku na mchana hapa na pale, lakini bado hii mambo ya kimwili yakiwa yanachukua mateka, tunakuwa wakiwa kama mwisho kuna shida. Watu wafanye kazi, lazima usifanye kazi ya siri. Watu wafanye kazi, watu wasome, watu wavae, watu wale, lakini kama unafanyia mambo ya kimwili ukasoma mambo mengine, basi ushakuwa mateka na hakuna njia ya kutoka hapo. Na ukishakuwa mateka, ndio hapo kwa mtu utakuwa mzima, utabala usiku mchana, mtu anapata mshahara hadi unaenda wapi? Kwa sababu ni mateka. Hata unafanya kazi usiku na mchana, kazi nzuri, lakini amekuwa mateka kwa sababu anafanyia ya mwili. Kufanya kazi nzuri, lakini unapoingia kazini, basi mshukuru Mungu kwamba leo nimefika kazini nzuri na naomba niongoze kutoka salama. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa sababu hujui uko na nani. Naweza kutishia kidogo, lakini kuna kiona baba Mungu basi atasaidia. Hata kama pale pana mwanga, pita pale pana giza usiku kwenye mwanga. Pale pamefungwa ile pamefungwa. Lakini wewe unaenda mwenyewe ukifikiri na kuweza ndugu yangu utajikuwa kwenye ukuta. Kwa sababu utaona kwamba pale kuna ukuta na ule ni mlango. Utaona kule kwenye ukuta ndio sehemu sahihi. Kumbe utaenda kukutana. Basi kwa hiyo nasema kwamba tumkaribishe Roho Mtakatifu. Tumkaribishe atuongoze, atupe hekima, atupe maarifa, lakini pia atupe msaada. Ili kila hatua katika maisha basi hatua hizo zituongoze tuweze kuchukua kitu ambacho ni sahihi katika maisha yetu. Lakini chaguo la kwanza kabisa ni kwamba ni Kristo. Bila Kristo maisha yatakuwa mtini. Bila Kristo maisha yatakuwa machungu. Bila Kristo maisha yatakuwa ya utumwa. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Ama tusimame. Nasadiki kwa Mungu mmoja,
Bwana.